Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja.
Naam bwana, baada ya hayo yote, kwa kifupi ni kwamba kuna wadau wengine hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao wakiwa wametoa kasoro kidogo kuhusiana na wimbo huo wa Darasa la Saba wa Mbosso Kane. Kwenye upande wa video bwana, kuna vitu ambavyo wao wameviona kama vile vilikuwa havijakaa sawa. Kwa hiyo huyu bwana ni shabiki ambaye amekuja kumkosoa kidogo Mbosso Kane kwenye upande wa video hiyo ya Darasa la Saba, na hii video ya huyu jamaa anayemkosoa Mbosso kuhusiana na hiyo video ya Darasa la Saba imeenda viral na wadau wengi sana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii issue. Basi obviously utakuwa unafikiria kwamba okay, huyo mtu aliyemkosoa Mbosso anamkosoa Mbosso kwenye engo ipi? Yaani wapi ambapo yeye anahisi kwamba Mbosso alikosea? So bila kupotezea muda, nataka usikilize jamaa alichokisema kuhusiana na sehemu ambayo Mbosso anahisi kama vile alikosea kwa namna moja au nyingine kwenye upande wa story. Wanangu, hebu tuangalie, kuna tatizo. Je, niwaambie jela hizi picha stopisha. Jamani, huyu Mbosso katoka jela. Mbosso katoka wapi? Katoka jela. Sasa mtu akitoka jela, hizi picha katoa wapi? Ili begi aliwekewa na nani? Alafu kesi ilikuwa kubwa ya mauaji. Imekuwaje? Yaani Mbosso blaza, utueleze ili begi wewe umetoka nalo jela. Imekuwaje wewe? Yaani ili begi wewe umetoa wapi? Mtu kafungwa. Mimi najua kesi za mauaji sijai kufungwa, lakini from my experience kesi za mauaji lazima ziwe zina miaka kadhaa mingi yani. Kesi ya mauaji sawa, umesamehewa begi na hizo picha umepewa na nani? Au ndo umepewa na ndugu zako? Alafu ndugu zako si hatujaona. Mbosso wewe upo peke yako. Mbosso umekamatwa mjini. Mbosso hapa hii video mwishoni kuna tatizo, but respect kwa ulichokifanya. Umefanya kitu kikubwa sana Mbosso. Mbosso umeua baba, umeua, lakini tunataka maelekezo hapa. Utupe maelekezo, imekaaje? Wewe hizi picha umetoa wapi? Jana kwa mtu ambaye anajua atuambie hapo kwenye comment. Hizi picha imekuaje? Mbosso anazo. Hapana wanangu, hebu tuangalie. So hao ni vijana bwana, wamekuja kuweka maoni yao kwa upande wa hiyo video. Wameichambua, wameifuatilia kwa karibu na wameitathmini, na kwa upande wao bwana wameona kwamba kuna vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine wameshindwa kuvielewa. Kwa hiyo wameuliza hayo maswali ambayo wameyauliza, na of course kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, maana hiyo video imeenda viral. Video ya vijana ambao wamekuwa wakikosoa ngoma ya Mbosso imeenda viral huko mtandaoni. Na of course bwana, hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba kumtetea huyu shabiki inahitaji moyo, tumjibu. Umeona bwana hapa bwana, kwenye upande wa hii comment section. Sasa huku watu hawajapenda kabisa, watu baada ya huyu jamaa alikuja kumkosoa Mbosso, watu hawajapenda na comment nyingi bwana ni madongo matusi. Ukiwa kama mdau na pia una kipi cha kuzungumza, hebu weka maoni yako. Unakubaliana na hawa vijana walichokisema au unapingana nao? Una kipi cha kusema? Weka hapo katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.